Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Banda la dharura la wanafunzi 80 wa kiume wa shule ya sekondari Chwakatumbe wilaya ya Micheweni limeteketea kwa moto na kuunguza kila kitu kilichokuwemo katika jengo hilo. Akizungumza kutokea kwa moto huo, mmoja kati ya wanafunzi wa shule hiyo Ibrahim Bakari Hamadi amesema moto huo ulitokea majira ya saa 4 huku wao wakiwa madarasani na ndipo walipopigia simu zimamoto kutoa taarifa ya moto huo. Kuna jengo hapa limeungua la wanafunzi ambao walikuwa wanakaa form 1. Hilo jengo ilikuwa sasa kwa muda limeungua muda saa 4 na dakika kama 45. Tulikuwa tunatoka madarasani tukaona moshi unafuka kwa sababu hatujui chanzo cha moto ni nini, ila tulipoona moshi wafuka mlifanyaje? Tulipoona moshi wafuka tulijaribu kuwapigia watu wa fire ili waje watupe msaada kuhusu ili jambo lililotokea hapa skuli. Kwa hiyo tumepata hakuna aliyeathirika na hilo jambo lililotokea hapa, na mpaka sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu, ila kuna vitu vya wanafunzi wenzetu vimeharibika. Ili tunawaambia serikali watusaidie kuhusu hili jambo hili, watupe msaada kwa hivi vile vitu vilivyoharibika kwa wanafunzi wenzetu ili nao wapate kujiendeleza na kuhusu masomo yao, kwa sababu kesho kutwa hapa kuna mitihani inatarajiwa kufanyika ili wanafunzi nao wawe kwenye. Mwalimu mkuu wa shule ya Chwakatumbe Abdallah Hamadi Ali amesema banda hilo linatumika kwa dharura kama kambi kwa wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani, na hadi moto huo unazimwa hakuna mwanafunzi aliyepata majeraha. Janga la moto kwenye eneo la wanafunzi ambao walikuwa wanaishi kama kambi. Tunakushukuru kwa wanafunzi wote, alhamdulillah. Wanafunzi walikuwa kwa darasani, hakuna mwanafunzi aliyepata hasara yote isipokuwa mshtuko tu ulingana na ule moto ulivyotokezea. Lakini hata hivyo, kwa sababu tunaendelea na ujenzi na dahala zote ziko salama alhamdulillah. Zilikuwa sehemu ambayo ilikuwa ni kama ni kambi ndio iliyoungua. Nikiwa wanafunzi leo wanakuwa wanaishi kwenye dahala hiyo, sio dahala ya samani hapo tabidi kufutia. Ni kama sehemu ya makazi kwa ajili ya mtihani au kwa ajili ya makazi na wanafunzi 89. Bahati nzuri wanafunzi 84 walikuwa hapo na wote wako salama, na wanafunzi 5 wako nyumbani, hakubahatika kuwepo kwenye simu ya shule. Sasa baada hayo, isipokuwa wanafunzi vifaa vyao vyote vimepotea, vimeungua kwa moto, magodoro pamoja na mabegi yao na vitabu vyao vya kusoma. Chanzo hatuwezi kujua ni nini, isipokuwa tu asubuhi, wakati wa asubuhi kwa hakuna umeme. Umeme umekuja mida saa 4. Na tukio limetokea mida saa 4:30. Ndio ilipoonekana moshi mkubwa na harufu kali hivi, ndio moto. Naye SF Ali Hamisi Mdungi, mkuu wa kituo cha zimamoto kituo cha Kijichame, amesema baada ya kupata taarifa walifika haraka kuzima, lakini bado chanzo cha kuzuka moto huo hakijajulikana. Tumepokea taarifa ya ajali ya moto muda wa saa 4 na dakika 38. Tumefika kwenye tukio, tumekuta moto huo unaendelea kuwaka. Kwa hiyo tumefanikiwa kuuzima. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi, inapotokea jambo hili la ajali, basi tunatakiwa tutoe taarifa zimamoto, na sisi tutafika, na tunachotakiwa kwamba wapige namba ya dharura 114. Wakipiga hiyo, sisi tutafika kwa haraka. Chanzo cha moto kwa kweli hakijulikani kwa sababu ulikuwa umeme umezimwa baada ya kuwashwa. Tunafikiria tu kwamba ni overload ya moto, kwa hiyo ni chanzo hicho, lakini chanzo cha umeme hakijulikani. Katika tukio hilo, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Hamisi Abdallah Saidi amesema tayari alishatoa maelekezo kwa uongozi wa skuli kama hizo kuhakikisha wanafunzi wanakuwa salama, na serikali inaendelea kuwekea mazingira mazuri ya kupumzikia. Walimu wakuu Mbasa pamoja na matron na patron na discipline officer ni kuhakikisha kwamba usalama wa wanafunzi ni kitu muhimu sana, na kila mmoja anatakiwa kuchukua juhudi zile.
na tukatoa ushauri wa nini cha kufanya ili kuhakikisha tunaepuka changamoto za moto au ajali nyingine ambazo zinaweza kutokea. Mheshimiwa, utakumbuka karibuni tu hivi ilitokea changamoto katika dakhalia Fidel Castro, dakhalia mpya kabisa. Tumepokea ripoti ya wataalamu na tunafanyia kazi mapendekezo yote, na baadhi ya ule ushauri tuna ushauri kule, tuna ushauri kwa dakhalia nyingine zote. Sasa kwa muktadha wa jambo hili la hapa Choka Tumbe, kwanza tumshukuru tena Mwenyezi Mungu, hakuna kijana aloungua au alopoteza maisha. Alhamdulillah rabbil alamin. La pili, nataka niwahakikishie vijana wangu kwamba mko salama. Mko salama sana, serikali yenu iko pamoja na nyinyi. Sisi sote hapa ni viongozi wa serikali na tunawakilisha viongozi wetu wa juu kuhakikisha kwamba mnasoma katika mazingira ya amani. Nitoe wito tu kwa vijana wangu, yale mnaokatazwa usiyafanye kwenye madakhalia yetu, usiyafanye. Kwa mfano, usichogore switch kwenye dakhalia, msiunge waya za umeme na vitu vingine inaweza kusababisha short. Majengo tunaojenga hapa alhamdulillah, bweni yote, bweni la kike halijaungua, liko salama. La kiume tunakamilisha kesho kutwa, vijana wa kiume watahamia kule. Haya mabanda ni masuala ya temporary. Walikuwa wanakaa pale ni kwa dharura, na bila shaka karibuni sana wataweza kuingia pale. Na niseme tu niwape taarifa kwamba kuna vitanda vya kutosha na kuna magodoro ya kutosha wanafunzi kwa mujibu wa uwezo wa kile chumba. Maana dakhalia mpya tunaojenga ya kiume. Kwa hiyo muondoshe hofu. Kwa wale ambao mali zao zimeungua au zimeathirika, serikali kwa pamoja na nyinyi tutashirikiana na wazazi wenu, tutahakikisha mtaendelea kusoma bila na athari yoyote. Kama kuna uniform zilikuwa zimeungua au zimeharibika au kuna vifaa vyenu, tutafanya haraka sana. Nitatoa maelekezo kwa wasaidizi wangu na niko na mkurugenzi wa mipango na sera hapa, tuhakikishe kwamba kuna uendelevu wa kusoma. Na mwalimu mkuu pamoja na kamati ya skuli wataangalia njia mbadala, vipi vijana hawa katika kipindi hiki cha dharura tunaweza wakakaa wapi kwa wanasoma bila kupata usumbufu wowote. Mkuu wa mkoa Kaskazini Pemba Mgeni Hatibu Yahya amewataka wanafunzi hao kuona kuwa hiyo ni mitihani ya Mungu, ambapo pia amemtaka mkandarasi kuhakikisha bweni la wanaume linamalizika haraka ili vijana hao kupata makazi ya salama. Ambayo imetukuta kwa pamoja, basi tutaifanyia kazi. Na kama mnavyoona, Mheshimiwa Rais anaendelea kutuwekea mazingira mazuri ya kujifunzia. Sie tunatakiwa tusome kwa bidii. Dahalia yetu ya kike iko salama usalimini, au sio? Lililongua ni lile jengo la dharura. Sasa mimi katibu mkuu nitamtaka mkandarasi sasa, na utanifanya nisiondoke Choka Tumbe, ili ile dahalia yetu ambayo inaendelea na ujenzi aweze kuikamilisha. Na mimi nimefuatilia, naambiwa na suasua. Changamoto ishajitokeza, lakini dahalia yetu ambayo inajengwa ipo. Kwa hiyo mimi nimuombe mkandarasi popote alipo, kuanzia leo afunge kambi Tumbe, atukamilishie dahalia yetu ya kiume ili watoto wetu waepukane na hii changamoto iliyojitokeza. Lakini pia nimewambia kamati ya maendeleo, katibu mkuu, japo na wewe mengine utafanya, kamati ya maendeleo ambayo ipo hapa Tumbe ituangalie mfuko wao wa maendeleo una nini, ili na wao waweze kuja kutusaidia. Tumefahamiana Mheshimiwa Sheha, masheha wa Tumbe muliopo, niwaombe mulisimamie hilo ili vijana wetu pia wapate faraja. Lakini tunaona katika bweni letu lile kulikuwa na nguo hizo za wanafunzi, mabuku. Najua kwetu sie Wizara ya Elimu mabuku si issue, sio? Kwa hiyo niombe watoto wangu, musende mukawatia taharuki wazazi wenu, wala na nyie musiwe na wasiwasi, endeleeni na masomo yenu kama kawaida. Tumeelewana hivyo? Hizi changamoto ndogo ndogo hizi zisiturejeshe nyuma. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.